Vyombo vya habari vya nchini Israel vinaripoti kwamba Israel inaamini Iran wakati huu imechanganyikiwa baada ya siku 4 za Marekani kushambulia Wahouthi na siku moja ya shambulizi la Israel huko katika ukanda wa Gaza wakiwalenga wapiganaji wa Hamas wa Palestina. Iran sasa ipo katika mkanganyiko na haijui jinsi ya kujibu. Tehran ina wasiwasi kwamba mashambulizi ya Marekani yanaweza kuongezeka huku Iran ikiwa haiko tayari kwa makabiliano makubwa. Kupitia tovuti ya Jerusalem Post, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei aliambia nchi hiyo kutoamini ufunguzi wowote kutoka kwa utawala wa Trump. Hii inaiacha Tehran katika hali ngumu. Siku ya Jumatatu, waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbas Araghchi alimkaribisha naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexander Grushko kwa mkutano mjini Tehran. Walitoa wito wa kupanuka kwa uhusiano wa pande mbili na kusaidiana kuhakikisha amani na utulivu wa kikanda. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilibainisha Iran imeipatia Urusi ndege zisizokuwa na rubani aina ya kamikaze kwa matumizi dhidi ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje, huku akizungumzia uhusiano mzuri na unaopanuka kati ya Iran na Russia katika nyanja zote, amesisitiza juhudi za Iran za kutambua uwezekano wa kuimarisha zaidi uhusiano wa pande mbili. Ripoti hiyo ilisema pia walijadili mikutano ya hivi majuzi nchini China ambapo wajumbe wa Urusi, China na Iran walishiriki. Walikuwa wakijadili masuala ya nyuklia na masuala mengine nchini China yenye lengo la kupata maslahi ya pamoja na kulinda utawala wa sheria katika ngazi ya kimataifa. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti Iran inataka uungwaji mkono wa China na Urusi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel pamoja na baadhi ya viongozi, wanasema kwamba wakati huu Iran ni kama vile imechanganyikiwa, isielewe ni nini cha kufanya wakati huu, huku ikihitaji zaidi uungwaji mkono. Licha ya kwamba katika miezi ya hivi karibuni ilifanya mazoezi makubwa ya kijeshi ambayo pia yaliwahusisha Warusi pamoja na Wachina, lakini pia na mazoezi ya ndani ya nchi hiyo, lakini bado Iran imekuwa na mkanganyiko kutokana na mashambulizi mazito yaliyofanywa na Marekani nchini Yemen na yale yanayofanywa na Israel huko katika ukanda wa Gaza. Wakati huo huo, Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni, alishutumu uvamizi wa kijeshi wa Marekani na Uingereza dhidi ya Yemen pamoja na ukatili unaoendelea wa Israel unaokabili wa Palestina. Alilaani makombora hayo wakati wa hafla ya Jumatatu na balozi wa kigeni na kutoa wito kwa nchi za Kiislamu kufanya zaidi wakati huu wa kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhan. Iran imetumia diplomasia kukabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel. Iran kwa hivyo inafuata malengo kadhaa mara moja. Inataka uhusiano wa karibu na Urusi na Uchina. Kwa mujibu wa tovuti ya Jerusalem Post, Iran inataka kukomesha vikwazo ilivyo navyo chini yake. Inataka kufanyia kazi sababu za Kiislamu dhidi ya Marekani na Israel. Saidi Iravani, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, pia alionya Marekani dhidi ya uchokozi wowote, akisema Iran inalaani matamshi ya kizembe na ya uchochezi kutoka kwa maafisa wa Kimarekani akiwemo rais wao Donald Trump. Ni wazi kuwa Iran inajaribu kutumia diplomasia mwanzoni kukabiliana na mashambulizi ya Marekani na Israel. Swali kwa Iran hata inapojiweka mbali na Wahouthi ni iwapo haiwezi kuendelea kufanya lolote kwa washirika wake nchini Yemen. Imesaidia kuwajenga Wahouthi kwani ilisaidia utawala wa Assad na Hizbullah. Ushirika na washirika wa Iran wanazidi kuanguka kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni, lakini ikiwa Iran haitakuwa makini, itaamka na kukuta washirika wake wote wamekatwa mbawa, kisha wanakuwa dhima badala ya mali. Lakini licha ya kwamba Iran ipo kimya, inaelezwa kwamba wakati huu inaandaa baadhi ya mipango madhubuti kwa ajili ya kuhakikisha kwanza inajilinda yenyewe, na imeonekana katika kipindi hiki kuna magari makubwa ambayo yamebeba mifumo ya ulinzi ya taifa hilo kupelekwa katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu wa Tehran na maeneo mengi ya mji wa nchi hiyo ya Iran. Lakini je, Iran itachukua jukumu gani kwa ajili ya kuidhibiti Israel pamoja na Marekani? Ni swali ambalo limebaki katika vichwa vya Wairani wenyewe na hata wachambuzi wa mambo wakijiuliza, je, Iran itajibu au itategemea Urusi pamoja na Uchina kutokana na hili ambalo linafanywa na Marekani katika maeneo ya Yemen, lakini kile kinachoendelezwa na nchi ya Israel kushambulia ukanda wa Gaza. Mtazamaji, bila shaka nawe una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.